Akifungua kongamano la jukwaa la wanaume iliyoandaliwa na chama cha akiba na mikopo ELCT ND SACCOS iliyofanyika mkoani Kilimanjaro, amesema mwanaume ana jukumu la kuongoza familia katika misingi na kujenga jamii yenye maadili, mshikamano na heshima kwa Mungu. Aweze kuisimamia nyumba yake vizuri. Yaani mwanaume anayesimama katika nafasi yake. Mtume Paulo anauliza swali hili kwenye mlango wa 3 mstari wa 5. Asiyeweza kuisimamia nyumba yake vyema, awezaje kuwa kiongozi? Sisi wanaume sio tu katika tamaduni zetu, lakini hata katika maandiko matakatifu tumehesabiwa kuwa ndio vichwa. Mwanamume ni kichwa cha mkewe. Mwanamume ni kichwa cha familia. Sasa ndugu zangu, ndipo tunapoambiwa sasa huyu mwanamume aliye kichwa kama hawezi kuisimamia nyumba yake vizuri, awezaje kuitwa kiongozi? Kwa upande wake, mratibu wa jukwaa hilo Jeremia Chaki amesema kuwa jukwaa hilo limetoa fursa adhimu kwa wanaume kukutana na kujadili masuala mbalimbali yanayowahusu katika jamii ambayo yataleta mabadiliko chanya katika siku zijazo. Kwa jukwaa la mafanikio kwa sababu mambo tulikuwa tumeyapanga kujifunza, kwa kweli tumejifunza na wameelewa, na yameleta mwamko mkubwa sana katika jamii ya wanaume. Kwanza, jambo ambalo tumejifunza ni swala la uchumi na fedha, ambapo wanaume wengi ambapo wamejifunza leo kuhusiana na taratibu za utunzaji wa fedha, lakini pia matumizi, maandalizi ya bajeti, sio tu kwa maana ya kwenye taasisi, lakini pia kwa mtu binafsi. Kwa hiyo mambo mengi amejifunza sana kupitia mwezeshaji wetu ambaye amekuwa amejiandaa vizuri sana kwenye hii mada ya uchumi na fedha. Lakini sio hivyo tu, tumejifunza swala la afya ya akili ambayo Dr. Chris Mauki amethibitisha sisi wanaume, na limekuwa ni msaada mkubwa, na watu wengi wameuliza maswali ya kuhusiana na changamoto ambazo wanazipitia, mengine yanahusiana na afya za akili. Kwa hiyo pia somo hili limekuwa msaada pia kwa wanaume wengi. Naye Samuel Shikono, mwezeshaji kutoka Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi kutoka Ofisi ya Waziri Mkuu, amesema kuna fursa nyingi za kiuchumi zinazoweza kutumiwa na wanaume katika kujikwamua kiuchumi. Katika mifuko hii, hasa mifuko inayotoa mikopo kwa Watanzania ya moja kwa moja ambao sasa tunaokaribia 19. Kila mfuko una vigezo vyake. Kwa mfano tuna mfuko mmoja unaitwa mfuko wa pembejeo wa taifa, ambao wenyewe umejikita zaidi kwa ajili ya kusapoti shughuli za kilimo kwa Watanzania. Na hii mfuko wa pembejeo una aina mbili za mikopo ambayo inatoa. Mkopo wa kwanza unatoa ni mikopo ya mkulima, unaitwa mkopo wa mfuko wa mikopo ya mkulima, ambayo vigezo vyake kwenye huu mkopo ni lazima uwe na hati miliki, aidha ni hati ya shamba, hati ya nyumba, ndio uweze kupata huo mkopo, upate taratibu za kupata huo mkopo. Lakini pia tuna mkopo kwenye hili kundi la mfuko wa pembejeo, tuna kundi la pili, tuna mfuko unaitwa mkopo wa mkulima nafuu, ambao wenyewe tumeondoa kigezo cha hati kwa sababu Tanzania wengi tumeona hawana hati miliki. Leo jukwaa la wanaume tumejifunza mambo mengi. Moja wapo hasa ni wanaume kuwa kichwa cha familia. Jambo la pili kubwa ambalo nimejifunza leo ni fursa za uwekezaji. Kwa kama mwanaume unatakiwa pamoja kwamba unafanya majukumu ya kifamilia, lakini pia ujitahidi kuwa na saving katika nyanja tofauti. Kwa sababu moja, mwanaume ukiwa na uwezo kifedha, manake una uwezo pia kuihudumia familia vizuri. Zaidi ya wanaume 200 kutoka mikoa ya kanda kaskazini ikiwemo Kilimanjaro, Arusha, Manyara na Singida wamepata nafasi ya kushiriki kongamano hilo, ambapo waliweza kunufaika na mada mbalimbali kutoka kwa wawezeshaji. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Kilimanjaro, mimi ni Rema Abraham, Upendo TV.